Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Unajisikiaje mara baada ya kuokota maokoto mengi sana kutoka kwa wananchi? Sasa najisikia kwenye furaha sana. Cha msingi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwanza kupata hiki zawadi ambayo nisioitegemea kuipata. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Kulikuwa na ugumu gani kwenye eneo lako katika kumkaba Clatous Chota Chama? Sasa kulikuwa na ugumu kweli. Kwa sababu sio ni mtu ambao kumwendea tu kwa kumbeza hapana, sababu amecheza na ligi ambayo aina mbalimbali. Kwa hiyo ana experience kubwa sana kuliko hata mimi ambao tunaokuja huko chini. Kwa hiyo cha msingi naweza perform katika nafasi yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wanasema haukuanza vizuri lakini baadaye ulirudi na ukatekeleza kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Nini ilikuwa changamoto ya kutokuanza vizuri wakati mchezo unaanza? Nadhani kuna mipira kadhaa hivi ilikuwa Ken kichukua inanitoka kama mipira miwili hivi. Kwa hiyo baada ya kurudi kipindi cha pili naweza nikaanza kulikava ile swala, nikaenda kumsikiza kocha na nikarudi kwenye mchezo. Kuna namna yoyote kuna ugumu endapo unakuwa unacheza kwenye pressure ya mashabiki, kwa sababu ukiangalia wamekuwa wakikuimba ukiwa na mpira lakini pia hata kama hauna mpira? Hiyo nadhani kwa sababu ya jezi yangu, kwa sababu ukisema mashabiki, maana hata timu yetu si stand na mashabiki. Hata sisi nyumbani huwa tukicheza nyumbani mechi inakuwa ni ngumu, sababu kutokana na mashabiki wanakuwa na pressure tukosa matokeo, au tukiwa bado hujapata matokeo mazuri ambayo tujaongoza, huwa kuna mashabiki ni wengi. Kwa hiyo hii ni kawaida tu. Ni kawaida kuwa na mashabiki wengi kama hivi. Kwa hiyo sio mara kwanza kucheza kwa mashabiki kama hivi. Kwa haraka Sida, umepokea kiasi gani? Tuonyeshe kidogo mambo kwa ushahidi. Ni nyingi. Yaani kameramani mnapata lakini hapa siwezi kueleza. Hela zionekane, mambo kwa ushahidi. Lakini ni pesa nyingi sana hii. Unarudi ukiwa na furaha. Inshallah, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo wameshangaa mashabiki na sisi pia tumeshangaa hivyo. Mchezaji pekee ambaye ameprint jezi yake. Nini kimetokea? Sida pekee yake ndio ameprint jezi. Nadhani hiyo kama ni bahati, sababu unajua kuna baadhi wengine, kuna wachezaji ambao wengine hawakucheza leo. Kuna baadhi wengine wachezaji wao wachapisha. Kwa hiyo napo leo tunaingia leo maki peke yangu nilikuwa nimechapisha jina. Kwa hiyo nadhani ndio ilikuwa bahati yangu. Na nadhani namshukuru Mwenyezi Mungu, sababu na bahati siku zote inakuja muda wote. Sawa. Na imekufanya umeokota bwana. Na kweli kabisa nimeokota kweli. Mungu mtumishi wake. Alhamdulillah. Haya bwana, sio wewe. Basi na waandishi Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.